Unaangalia Al-Khair Online TV. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه أما بعد. Baada ya kumshukuru Allah na kumtakia ziada rahma bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awali ya yote niwakaribishe ndugu zangu wanahabari katika kikao chetu hiki kifupi, kikao cha lengo na madhumuni kutoa ujumbe wa mashindano yetu kwa mwaka huu, lakini pia kubwa zaidi ni kuwaalika kina mama wote kuhudhuria katika kilele cha mashindano ya Qur'ani kwa wanawake watu wazima kitaifa 2025. Mbele yenu hapa niko na viongozi wangu, mashekhe zangu. Kuliani kushotoni mwisho kabisa tunaye shekhe pale kutoka Mafia, ameambatana na washiriki kutoka Mafia, mnawaona hapa nyuma yetu. Lakini tunaye mwenyekiti wetu wa taasisi ya Umaif, Sheikh Ali Bakari. Tunaye mlezi wa taasisi Sheikh Uthmani Ali Kaporo na raisi wa tuzo ya kimataifa ya Qur'ani tukufu. Tunaye mkurugenzi wa Qur'ani Jumuiya Tahfidhul Qur'ani na mkuu wa idara ya Qur'ani katika shule za Ibn Jazari. Lakini tunaye Al-Akhi Abdullah, ni mwambata wangu katika maandalizi haya ya mashindano haya ya Qur'ani kwa wanawake watu wazima kitaifa. Kama inavyotambulika, Mei Mosi mwaka huu tuliyazindua mashindano yetu katika ukumbi wa Natogro, ukumbi ambao tuliyazindua mashindano yale na Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam na mwenyekiti wa Amani mkoa wa Dar es Salaam Sheikh Walid Al-Hadi Omar wa Kawambwa. Na kama ilivyofahamika, ujumbe wetu wa Qur'ani wa mashindano mwaka huu ulikuwa ni Qur'ani ni amani. Hakika kila mmoja ana dhima kubwa ya kuitunza amani tulionayo. Amani yetu ndiyo hazina yetu. Amani yetu ndiyo urithi wetu. Sote kwa nafasi zetu tuna wajibu wa kukumbushana juu ya umuhimu na ulazima mkubwa wa kuilinda, kuienzi na kuichunga amani yetu tuliyokuwa nayo. Ni dhahiri kuwa tunatambua ukosefu wa amani sehemu mbalimbali ulimwenguni. Kwa sasa tumeshuhudia madhara makubwa yanayoumiza na kuliza yanayotokana na ukosefu wa amani. Inafahamika kuwa amani ukosekana katika sehemu mbalimbali kwa sababu mbalimbali na kwa nyakati mbalimbali. Hali kadhalika tunafahamu kuwa baadhi ya sehemu hizo zilipoteza amani wakati wa uchaguzi. Nasi hapa nyumbani muda si mrefu tunaingia katika kipindi cha uchaguzi. Hivyo basi ni vyema sana kila mmoja wetu akaitunza amani tulionayo kwa sasa na kuitupia jicho la ziada ili tusiweze kuipoteza amani yetu. Waswahili wanasema usipoziba ufa utajenga ukuta. Na siku zote heri kinga kuliko tiba. Ni lazima kuwa na hadhari kubwa na kujiweka kando na mambo yote yanayoashiria na yanayosababisha ukosefu wa amani, kwani daima aliye kando haangukiwi na mti. Amani ikipotea si rahisi kurejea. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tushiriki uchaguzi kwa salama na amani wakati utakapowadia. Ndugu zangu, kutokana na umuhimu mkubwa wa amani, kamati kuu ya maandalizi ya mashindano makubwa ya kuhifadhi Qur'an tukufu kwa wanawake watu wazima Umaif imeona kuwa kauli mbiu ya mwaka huu iwe ni Qur'ani ni amani. Nipende kuchukua nafasi hii baada ya kutoa ujumbe huu wa kuwaomba watu
tuweze kuidumisha amani tuliyokuwa nayo katika nchi yetu, na hasa siku hiyo insha Allah katika mashindano yetu ratiba inaonesha tutakuwa na dua ya kuliombea taifa amani, kuombea viongozi wa nchi hususan marais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, lakini pia Daktari Hussein Ali Mwinyi na viongozi wote wanaowazunguka. Tutakuwa na dua maalumu baada ya Qur'ani tu kuisha kusikilizwa, tutafanya dua ya kuiombea amani nchi yetu na kuombea viongozi wetu. Hivyo basi, kwa nafasi hii niliyokuwa nayo kama mratibu wa mashindano, niwaalike sasa wakina mama, wazee, vijana, vikongwe katika mashindano yetu ambayo yatakayofanyika kesho kutwa Jumapili. Milango itakuwa wazi kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 7 mchana, tutakuwa tuko pale inshallah. Kwa hiyo niwaombe kina mama waweze kuhudhuria kwa wingi katika mashindano yetu haya, na mgeni rasmi atakuwa ni Bi Siti Mwinyi, mke wa aliyekuwa rais wa pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati Daktari Mzee Alhaji Ali Hassan Mwinyi. Kwa hiyo kwa nafasi hii ambayo nilikuwa nayo, napenda niwaalike kina mama, na nitawapisha viongozi wangu ambao nilikuwa nao hapa waelezee vizuri namna gani Qur'ani inatuhimiza kuhusiana na swala la amani. Tampisha Sheikh Ali Asa yeye aweze kulizungumzia hilo, na baadaye inshallah tutaeleza ratiba inavyoendelea inshallah. Sheikh Ali, karibu sana. Unaangalia Al Khair Online TV.